Salamu za ushindi tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninakusalimu kutoka katika milima ya Morogoro. Mimi naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe. Niliyepewa neema ya kukuletea mfululizo huu katika mwezi huu wa mwisho wa msimu wa mwaka 2025 unaishia, na tuko katika mwezi wa mwisho wa majira haya. Tuko katika majira ya mwisho ya kipindi cha mwaka 2025 na tunajifunza mambo muhimu ya kufanya katika kipindi cha mwisho cha majira. Mambo muhimu ya kuombea katika mwezi wa Disemba au mwezi wa 12 tunapohitimisha msimu huu na kujiandaa kwa ajili ya msimu mwingine unaokuja. Tumeanza mfululizo huu tarehe 1 mwezi wa 12. Mwezi huu wa 12 tarehe 1 ndio tulianza series hii ya namna ya kutembea na Mungu katika majira ya mwisho, ili tuweze kurekebisha, tuweze kuweka mikakati na tuweze kujipanga kwa upya kwa ajili ya utumishi ambao Mungu ametuitia tena katika mwaka ujao, kwa ajili ya utendaji ambao Mungu ametuitia tena katika mwaka ujao. Kumtumikia Mungu sio tu mambo ya kanisani. Wewe ambaye ni mfanyabiashara, wewe ni mtumishi wa Bwana. Wewe ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, wewe ni mtumishi wa Bwana. Wewe ambaye ni askari polisi au mwanajeshi, wewe pia ni mtumishi wa Bwana. Umeajiriwa mahali, unaweka mchango mzuri kwenye kampuni, kwenye shirika, kwenye taasisi, kwenye duka, kwenye shamba la mtu, ili mradi una positive contribution to a better life, ili mradi tu unachangia uzuri ili maisha yawe bora zaidi, wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa unaposema kujiandaa kwa ajili ya utumishi wa mwaka ujao, mawazo yako yasiende tu kwenye mambo ya kiroho au mambo ya kanisani. Hata kumiliki nchi ni utumishi mtakatifu, na ndio wito mkuu ambao Mungu ametupa. Kumiliki nchi kwa namna yote ile ili kuboresha na kustawisha maisha ya mwanadamu ndio wito wetu namba 1. Tulisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akatawale samaki, akatawale ndege, akatawale wanyama wote wanaopita juu ya nchi, na kachoka kuorodhesha akasema wakatawale na nchi yote pia. Kwa hiyo rasilimali zote zilizo katika nchi tunapozitawala na kuzigeuza kuwa mahitaji na matakwa ya mwanadamu ili maisha yawe bora zaidi, na mchango wote tunaoleta katika maisha ya mwanadamu ili maisha ya mwanadamu yawe bora zaidi, basi huo ni utumishi mtakatifu. Unaweza ukachangia kipawa chako, ukachangia muda wako, ukachangia nguvu yako, ukachangia akili yako, na maisha yakawa bora zaidi. Basi namna hiyo unakuwa umemtumikia Mungu. Kwa hiyo unaposema tunajipanga kwa ajili ya utumishi wa mwakani au utumishi wa msimu ujao, siongei tu habari za kuimba kwaya, siongei tu habari za kuwa wahubiri wa injili au wana maombi. Utumishi ni zaidi ya hapo. Jambo lolote lile ambalo linaleta mchango mzuri kwenye maisha ya mwanadamu, hayo ni mapenzi ya Mungu, na huo ni utumishi mtakatifu. Kwa hiyo kila mtu kwenye eneo lake jiangalie, wewe unamtumikiaje Mungu duniani. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2 unasema, mtu na atuhesabu hivi kwamba sisi tu watumishi wa Kristo. Manake sisi wote wanadamu ni watumishi wa Mungu, kwa sababu vipawa, akili, nguvu alizotupa na tunazitumia kuweka mchango mzuri kwenye maisha ya mwanadamu ili maisha ya mwanadamu yawe bora. Basi huo ni utumishi mtakatifu. Ndio maana tunaambiwa sisi sote tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu, na kinachohitajika ni kila mtu awe mwaminifu. Kwa hiyo tumeshaangalia katika safari hii ya siku 21 ambayo tunahitimisha leo. Hiki ndio kipindi cha mwisho katika safari yetu ya siku 21 katika kutuongoza kwenye maombi ya mwezi Disemba au maombi ya kumaliza msimu. Ninaamini umekuwa ukichukua baadhi ya vitu hapa na kuvitumia kwenye maombi yako unapomaliza msimu huu. Sisi tumeendelea na maombi, na wewe naamini ulikuwa unaendelea na maombi
au utaendelea na maombi katika kuswitch hizi seasons, katika kubadilisha majira haya. Unapotoka majira haya kwenda majira yale, basi hapo katikati link au kiungo hapo katikati ni maisha ya maombi, ndugu yangu, ili tupate hekima ya Mungu na maongozi ya Mungu katika kutumikia kusudi lake vizuri zaidi duniani, lakini pia ili tuweze kupata hekima ya Mungu, macho ya rohoni, kujua hapa nilikosea, msimu ujao nisipite tena njia hii nikapata hasara au nikaleta matatizo. Unarekebisha makosa. Hiyo pia ni kwa uwezo wa Mungu kujua pale nilikosea, natakiwa nirekebisha hivi. Na unapofanya namna hiyo unakuwa bora zaidi. Na ni Mungu sasa anayekupa hiyo akili, anayekupa hayo macho, anayekupa huo ufunuo wa kuona okay, hii nirekebishe. Sasa maombi ndio yanamwalika Mungu, yanamfanya Mungu ahusike, yana make God get involved. Mungu anahusika na mambo yako na ameahidi atakufanikisha ukimshirikisha. Atakufanikisha ukimshirikisha. Tumeshaangalia Mungu anataka tushirikiane na yeye katika kuifanya hii kazi hapa duniani. Hataki utumie nguvu zako pekee, anataka ahusike, akuwezeshe, akufundishe, akuonyeshe, akuhekimishe, akulinde, akupiganie, akutie nguvu. Ndio shauku yake, ili mapenzi yake yaweze kutimia. Sawa, basi tumeshaangalia mambo ya msingi ya kufanyika katika majira ya mwisho. Jambo la kwanza kabisa tumeona kuhusu kumshukuru Bwana. Kumshukuru Bwana kwa wema wake, baraka zake, fadhili zake. Hiyo ndio njia ya kwanza inayofungua mlango wa mawasiliano. Zaburi sura ya 100 ule mstari wa 1 hadi wa 5 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kusifu, nywani mwake kwa kushukuru. Unaona, kwa hiyo kusifu na kushukuru ndio namna ya kuingia katika nyua za Bwana ili kwenda kuongea naye. Kwa hiyo geuka nyuma, angalia jinsi ambavyo Bwana amekubariki, amekufanikisha katika msimu uliopita, na umshukuru Bwana. Tumeona kwa urefu na kwa upana mambo ya shukrani. Alafu pia tukaona umuhimu wa kufanya tathmini. Fanya tathmini sasa, angalia hiki, angalia kile, muombe Mungu akupe ufunuo ili uweze kujiassess, ili uweze kujievaluate, ili uweze kujikagua, ili uweze kujitathmini, uiangalie kazi yako. Tuliona Mwanzo sura ya 1 Mungu alipomaliza kuumba ulimwengu na vyote ndani yake, akaitazama kazi yake, akaiangalia kazi yake, akaona ni njema. Maana yake akajiassess, maana yake akajifanyia tathmini, akajisahihisha, akaona mambo yote aliyoyafanya yanapendeza. Hiyo ni point muhimu sana kuhusu tathmini. Sasa katika yale ambayo uliona haujafanya vizuri, tukaingia kwenye jambo la 3, ni toba. Omba rehema, omba msamaha, tubu kabisa, muombe Mungu akupe akili ya kuanza upya na kumhusisha yeye ili akuongoze, akufundishe. Ameahidi katika Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia. Kwa hiyo kama kuna mambo ulifanya bila kumhusisha Mungu na kumshirikisha Mungu, basi labda ilikuwa sababu ya wewe kufeli. Kwa hiyo unatakiwa ufanye toba hapo na uanze upya. Basi fanya toba mbele za Bwana ili Mungu akupe rehema na akupe neema, ushirika wa kuanza upya na yeye katika msimu unaofuata. Jambo la toba ni jambo la muhimu sana. Tukisema kwamba sisi ni perfect, yani wakamilifu, hatuna dhambi, Biblia inasema tunajidanganya wenyewe. Lakini tukiziungama dhambi zetu, tukikiri makosa yetu, Mungu ni mwaminifu, anatusamehe na kututakasa na uchafu wote. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 9. Na damu yake Yesu, damu yake Yesu yatusafisha na uchafu wote. Halafu jambo la 4 tuliangalia, baada ya toba uweka mikakati mipya kwa uongozi wa Mungu mwenyewe. Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, na jicho langu litakutazama, asema Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo Mungu ameahidi kukufundisha na kukuonyesha njia, strategies, namna ya kutekeleza maono katika njia itakayokupa mafanikio. Isaya 48:17, mimi ni Bwana nikufundishaye upate faida. Kwa hiyo kaa chini,
kimaombi kabisa. Weka mkakati mpya, rekebisha makosa ili tuweze kupiga hatua za maendeleo na mafanikio katika msimu unaokuja. Hilo ni jambo la 4 la msingi sana la kufanyika katika majira haya, unapo switch between the seasons, unapobadilisha nyakati. Jambo la 5 ambalo tumeliangalia, ambalo na lenyewe ni la msingi kweli kweli, mikakati hiyo lazima ibarikiwe kwa neno la kinabii. Lazima uitabirie. Sio lazima uwe nabii kutabiri, lakini maadamu una Roho Mtakatifu anayefanyaga kazi na manabii, na wewe unaye, tumia karama, tumia haki ya mwana wa Mungu ya kuamuru, ya kutabiri, ya kuprofesy juu ya mikakati yako na mipango yako ya msimu unaokuja, iweze kubeba baraka, iwe ya ushindi na mafanikio. Tunafeli mara nyingi kwa kuto kufanya hichi kipengele cha kutabiri. Tunasahau kwamba sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Warumi 8:28. Sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 3:9. Nimekupa wewe funguo za ufalme. Mathayo 16:19. Ukifunga wewe na mbingu zinafunga. Kama ni madeni, kama ni magonjwa, kama ni hasara, kama ni magomvi, ukifunga wewe na mbingu zinafunga. Ukifungua wewe na mbingu zinafungua. Mbingu hazitafungua kama ni uponyaji, kama ni uchumi mzuri, kama ni upendo kwenye familia. Mbingu hazitafungua wewe usipofungua. Maana wewe ndiwe unayeshika funguo za ufalme. Na Mungu amesema kwenye Mwanzo 1:26, sisi tunafanya vitu vyote kwa sura tuna mfano wetu, lakini wao ndio wakatawale. Let them have dominion. Dominion is over the church. Umiliki na utawala uko juu ya mabega ya kanisa. Kwa hiyo sisi ndio tunaotakiwa kusababisha mambo yafanyike. Ndio maana kwenye Ezekiel 37 tumeona katika kipindi kilichopita, Ezekiel alikuwa kwenye maono. Mungu amemchukua kwenye maono, akampeleka kwenye bonde la mifupa, akamwambia, nataka kufufua hii mifupa, lakini nahitaji neno lako. Tabiri uone. Ezekiel alipotabiri, Mungu akapitia kwenye maneno ya Ezekiel, akafufua bonde la mifupa, kwa sababu amefungwa kwenye maneno ya kinywa chake kwamba wao ndio wakatawale. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuleta mabadiliko duniani, anamtafuta mwanadamu. Hata shetani akitaka kusumbua dunia, anamtafuta mwanadamu. Ndio maana anatumia waganga, wachawi, wazee wa mila na kadhalika. Kwa hiyo ni kanuni kwamba wenye mwili ndio wanaotawala dunia. Hata Yesu alipotaka kuja, hata Mungu alipotaka kuleta mabadiliko ya ukombozi duniani, ilibidi amvalishe Yesu mwili, awe mwenye mwili, ndio akaweza kuja kuleta mabadiliko mazuri duniani. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu. Unatakiwa ufyatue neno la kinabii au neno la kutabiri kutoka kwenye kinywa chako, na Roho Mungu atalivuvia, na mikakati na mipango ya mwakani au ya msimu ujao itabarikiwa na kupewa uhai ili iweze kufanikiwa, kwa sababu umeamuru, kwa sababu umesema, kwa sababu umetabiri. Pointi ya msingi sana, na imekuwa chanzo cha watu wengi kufeli kwa sababu ya kutokujua wao wana hiyo neema ya kimungu ya kutabiri na kutamka baraka juu ya mipango na mikakati ya mbele ili iweze kufanikiwa. Jambo la 5 na jambo la msingi sana. Jambo la 6 tulisema usisahau sasa kuandika maono yako kwenye karatasi, kwenye kibao. Inaitwa vision board. Andika kwenye karatasi. Ujue kabisa mipango yangu na maono yangu ni haya hapa. Unapohamisha, unapotransfer vision yako, makusudi yako, malengo yako kwenye karatasi, unaisainisha nafsi yako commitment. Unaisainisha nafsi yako commitment, Kiswahili chake nini? Yani kujizatiti na kujitoa kwa ajili ya maono yale. Ukishaandika, alafu ukishaandika mahali kwamba mwaka huu ni mwaka wa kwanza ujenzi, au mwaka huu ni mwaka wa kuleta mtoto mwingine duniani, au mwaka huu ni mwaka wa kurudi shule, au mwaka huu ni mwaka wa kuanzisha biashara,
Ukishaweka mkakati huo, uandike tena kwa ufupi, unausummarize. Tulisoma kwenye Habakuki sura ile ya 2. Mungu anamwambia andika njozi hii. Mstari wa 2 na wa 3. Andika njozi hii. Japo haitokei sasa hivi, itakuja kutokea baada ya muda, ni ya wakati ujao. Hata ikichelewa isubirie, lakini ni ya wakati ujao. Andika. Kwa hiyo vision inatakiwa iandikwe. Mission inatakiwa iandikwe. Halafu unaisummarize. Anasema isomeke kama maji kwa asomaye. Maana yake iwe simple, iwe rahisi kabisa. Summarize. Nilikupa mfano rafiki yangu ambaye alikuwa anafanya biashara za mtandao, network marketing. Akaandika kwenye dari ya chumba chake mwaka 2021, mwaka 2011 wateja 3,000. Hiyo ni summary, ni ufupi wa maono alionayo makubwa tu ya biashara yake. Akabandika mpaka kwenye kioo anaponyolea ndevu pale. Labda wewe ndio unakobania nywele pale, au unapopigia mswaki pale, kwenye kioo cha sinki ya bafuni akabandika pale mwaka 2011 wateja 3,000. Hayo ndio malengo. Kwa hiyo akienda kulala, vision inamshtaki, maono yanamshtaki kwamba umefanya nini leo kuelekea kwenye malengo yale pale. Umefanya nini? Asubuhi akiamka, jambo la kwanza nao uliona ni mashtaka. Umefanya nini kuelekea kwenye maono hayo hapo? Au leo utafanya nini kuelekea kwenye maono hayo hapo? Akienda kupiga mswaki kwenye kioo na sinki ya bafuni, ana mashtaka pale kwenye kioo yanamwambia umefanya nini? Au leo utafanya nini kuelekea kwenye malengo haya ya wateja 3,000 kufika mwaka 2011, na wakati ule ulikuwa 2009. Kwa alijiwekea malengo ya miaka 2 kwamba ikifika 2011 niwe nimepata wateja 3,000. Aliweka mpaka kwenye screen saver ya simu yake. Aliweka mpaka kwenye screen saver ya laptop. Akifungua tu laptop akaiwasha, vision inamsumbua. 2011 wateja 3,000. Kwa hiyo unakuta yule mtu ana lengo, ana focus, ana shabaha. Hawezi kutoka nje kirahisi, kwa sababu tayari nafsi yake imesainishwa commitment ya kuleta wateja 3,000 ifikapo mwaka 2011. Kwa hiyo na wewe put your vision on paper. Weka maono yako kwenye karatasi. Maanisha, isainishe nafsi yako commitment. Okay. Hilo ni jambo la 6. Linaonekana dogo, lakini ni jambo la msingi sana. Fikiria, kila mara Mungu alipoongea na manabii wake alikuwa anawaambia andika. Mara nyingi Mungu alipoongea na manabii wake aliwaambia andika. Leo tunasoma neno la Mungu kwa sababu waliolisikia, wakalipokea, waliliandika. Limeandikwa. Wanadamu walivuviwa kuandika. Andika. Ufunuo Yohana anaambiwa andika mambo haya, peleka kwa makanisa 7. Andika. Kwa hiyo jifunze kuweka kumbukumbu na rekodi. Tuliona hata katika kanuni za mafanikio, ili ufanye monitoring, ili ufanye ufuatiliaji, lazima uwe na nidhamu ya rekodi. Takwimu, data zinaongea, ndio utaweza kufanya tathmini vizuri. Okay, basi leo nataka nikupe pointi ya 7 baada ya pointi ya 6 ya kurekodi, ya kuandika maono yako katika lugha nyepesi. Jambo la 7 na la mwisho katika yale niliyopewa kwa ajili yako, sio kwamba yako 7 tu, ila haya ndio nimepewa kwa ajili yako katika safari hii ya siku 21 za maombi ya mwezi Disemba. Jambo la 7 na la mwisho ni kuachilia sadaka maalum kwa ajili ya mabadilishano ya msimu huu. Kuachilia sadaka maalum kwa ajili ya the switching of these seasons. Tunapomaliza msimu huu, tunapoenda kwenye msimu mwingine,
kuachilia sadaka maalum. Sadaka ni jambo la kiroho sana. Sadaka sio mchango. Kuna sadaka mchango ndio, lakini kuna sadaka ambayo ni mbegu, ni kanuni ya kiroho. Labda nitangulie kwa kusomea maandiko, alafu nitakupa mifano haraka ya aina za sadaka, alafu utaiona sadaka hii ambayo ni muhimu sana katika msimu. Mwanzo ile sura ya 12. Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, unaona Mungu anamwambia Ibrahimu, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya babako, uende pale katika nchi nitakayo kuonyesha. Mstari wa 2, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nami nitakubariki na kulikuza jina lako. Na Mungu alikuza jina lako na wewe katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa baraka. Sio tu nitakubariki, nitakubariki mpaka baraka zitakufanya wewe uwe baraka. Ni kama mtu ambaye anakunywa mseto, dawa ya malaria. Nitakudunga mseto mpaka wewe ndio uwe mseto. Nitakubariki mpaka wewe uwe baraka. Ukiingia ndani ya nyumba ya mtu ambaye anahitaji baraka, uhitaji kusali, maana wewe uliyeingia umeingia kama jibu la maombi yake. Wewe ndio baraka. Na Mungu akufanya baraka katika msimu unaokuja katika jina la Yesu Kristo. Muombe Mungu akufanya baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wanaokubariki, nitamlaani anayekulaani, na katika wewe Abraham jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hiyo Ibrahimu akaondoka kwao kama agizo lilivyokuwa linasema, ule mstari wa 8. Kisha akaondoka huko akaenda paka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli. Akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi, na alikuwa na Ai upande wa mashariki. Halafu Biblia nasema mstari wa 8 mwishoni pale, Ibrahim akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, au akaanza kumwabudu Mungu wa Israel. Akaanza kumwabudu Mungu wa Israel. Kwa hiyo unaona anatoka kwenye maisha yake ya ndugu zake na watu wa kwake na mifumo yake na shughuli zake, anabeba wito wa kwenda kwenye maisha mengine, kusudi jingine, mipango mingine, imani nyingine, Mungu mwingine, na akatii na akakubali. Kwa hiyo akaanza safari nyingine kabisa, akaanza msimu mpya wa maisha yake. Kitu kimoja wapo alichoongozwa kufanya kwenye mabadilishano ya hiyo misimu, kutoka msimu wa zamani kwenda kwenye msimu mpya, ni kujenga madhabahu. Na nini maana ya madhabahu? Madhabahu inatokana na neno dhabihu, kwa wale ambao mlikuwa mjui. Ni kibebeo cha dhabihu. Mungu hakutaka tu yale mawe yaliyopangwa hapo juu. Mungu alikuwa anataka kinachowekwa juu ya mawe, dhabihu. Kwa hiyo walitoa mali, wakateketeza kondoo mzuri au mbuzi mzuri au ndama mzuri. Walitoa dhabihu, walitoa mali iliyo bora kumshukuru Mungu, lakini pia iwe mbegu ya baraka kwa ajili ya msimu unaokuja. Unaweza ukaona pia katika Mwanzo sura ya 4. Hii ni Mwanzo sura ya 12. Ukirudi nyuma, rekodi ya kwanza ya utoaji wa zaka zamani, rekodi ya kwanza ya utoaji wa dhabihu juu ya madhabahu tunaiona kwenye Mwanzo sura ya 4, ambapo Kaini na Abeli, watoto wa Adam na Eva, walifundishwa na wazazi wao kumtolea Mungu dhabihu kutoka kwenye shughuli zao, kutoka kwenye kazi zao, mapato yao. Kwa hiyo wakachukua the first and the best, wakachukua cha kwanza kilicho nona, kilicho kizuri na cha kwanza, wakakiweka juu ya madhabahu.
Kaini, Biblia inasema alikuwa mkulima, kwa hiyo alileta mazao. Abeli aliyekuwa mdogo lakini alikuwa mfugaji, yeye alikuwa mfugaji, yeye alileta kondoo, alileta kazi ya maongeo yake. Alileta kondoo au alileta mbuzi au alileta ndama, akachinja, akateketeza. Na maandiko yanasema Mungu akaipenda zaidi dhabihu ya Abel kuliko dhabihu ya Kaini. Pamoja na kwamba Kaini alitoa, lakini sadaka yake haikukubalika. Maana yake haikubeba thamani kutoka kwenye moyo na Mungu hakuifurahia. Okay, ndio rekodi ya kwanza. Okay, swali ni walikuwa wanatoa ili iweje? Kwa sababu ukichukulia sadaka ni mchango pekee, utakuwa unakosea. Kaini na Abel walikuwa wanachangia nini kama sadaka ni mchango? Kaini na Abel walikuwa wanachangia nini? Ndio kanisa la kwanza halina jengo, halina mchungaji. Ibada ya kwanza ya familia ya kwanza haikuwa na jengo. Ibada ya kwanza ya familia ya kwanza haikuwa na mchungaji. Ibada ya kwanza ya familia ya kwanza haikuwa na mikutano ya injili, haikuwa na yatima, haikuwa na wajane. Dunia ilikuwa ina familia moja tu. Sasa unadhani walikuwa wanachangia nini? Kwa hiyo sadaka sio mchango kwanza. Sadaka ni kanuni ya kiroho ya kufanikiwa kwa ajili ya msimu unaokuja. Kwa hiyo Mungu aliwapa hiyo kanuni wazazi, na wazazi wakaipeleka kwa watoto kwamba ili ufanikiwe kwenye msimu unaofuata, ili ufanikiwe kwenye wiki inayofuata, ili ufanikiwe kwenye mwezi unaofuata, nichukulie kizuri zaidi na kile kilichotoka kwanza, the first and the best, ukiteketeze kwa ajili yangu, uniteketezee. Nitaifurahia hiyo dhabihu na nitafungua tena baraka kwa ajili ya msimu unaokuja. Hiyo kanuni hutaikuta kwenye vitabu vya kozi za biashara au za uchumi kwenye elimu dunia. Ndio maana unahitaji elimu ya kiroho pia. Ulimwengu unatawaliwa na kanuni mbili, spiritual na physical, za kiroho na za kimwili. Kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili kwenye dunia hii. Sadaka ni kanuni mojawapo ya kiroho, hutaikuta kwenye vitabu vya biashara au vya uchumi. Inafanya kazi kwenye ulimwengu wa kiroho. Cha ajabu ni kwamba mabingwa wote katika biashara na uchumi wanaijua hiyo kanuni, japo haipo kwenye vitabu vyao, kwa sababu wana hiyo understanding, wana huo uelewa kwamba kuna kanuni za kiroho zinatawala haya mambo ya kimwili. Kwa hiyo Mungu alitaka Kaini na Abel watoe dhabihu, iwe lango la mafanikio, iwe sababu, iwe mkondo wa baraka kwa ajili ya msimu unaofuata. Kwa hiyo wana switch kutoka kwenye msimu uliopita wanakwenda kwenye msimu mwingine. Mungu akataka dhabihu pale katikati pale kwenye switcher, kwenye kiungio pale. Sasa na sisi tuko kwenye mwezi wa 12. Tunakwenda kuhitimisha mwaka huu au msimu huu, tunakwenda kwenye msimu mwingine au kipindi kingine. Madhabahu, kibebeo cha dhabihu, ni kanuni mojawapo ya msingi sana ndugu yangu. Kadri Mungu alivyokuwezesha na kule atakako kuongoza, toa sadaka ili mbingu yako iachilie baraka kwa ajili ya huko unakoelekea. Unaweza kusema mbona katika point ya kwanza ya shukrani pale hakuna dhabihu pale. Okay, kuna dhabihu pale pia. Katika kumshukuru Mungu kuna dhabihu inaitwa dhabihu ya sifa, dhabihu ya midomo. Labda nikutajie haraka aina za dhabihu ili uweze kuelewa. Tumeshafanya shukrani ambayo ni dhabihu ya sifa, dhabihu ya midomo. Zaburi sura ya 27 kwa mfano, utaona neno la Mungu linasema namna hii. Zaburi sura ya 27 ule mstari wa 6, wewe andika, mimi nitakusomea haraka. Zaburi sura ya 27 mstari wa 6, utaona dhabihu
za midomo yetu. 27 mstari wa 6 anasema hivi: na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani. Dhabihu za shangwe, dhabihu za sifa nitatoa. Hata ile Zaburi sura ya 50 mstari wa 14 na mstari wa 23 utaona anasema namna hii. Zaburi sura ya 50 mstari wa 14, alafu nitasoma pia mstari wa 23. Anasema, mtolee Bwana dhabihu za kushukuru, mtimizie Bwana ahadi zako. Mstari wa 23 anasema, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye utengenezae mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wangu. Utengenezae mwenendo wake, mikakati yake, mipango yake, njia zake, nitamwonyesha wokovu wangu. Kwa sababu kuna dhabihu pale. Kwa tunapo switch kutoka kwenye msimu uliopita kwenda kwenye msimu mpya, sadaka ni kipengele muhimu sana. Sadaka ni kipengele muhimu. Sasa pointi ya kwanza kabisa katika mambo ya msingi ya kufanya katika mwezi wa Disemba au katika kipindi cha mwisho cha msimu ni shukrani. Hiyo tayari ni sadaka yetu ya kumshukuru Mungu. Lakini hapa nataka kuongelea pointi ya 7, sadaka mali. Sadaka mali. Kwa hiyo kuna sadaka za midomo katika kumtolea Bwana, unamshukuru Mungu, unamsifia Mungu, unamtukuza Mungu kwa fadhili zake. Alafu kuna dhabihu za haki. Kuna dhabihu za haki. Zaburi sura ya 4 mstari wa 5. Zaburi sura ya 4 mstari wa 5, dhabihu za haki. Anasema hivi: muwe na hofu wala msitende dhambi, toeni dhabihu za haki na kumtumainia Bwana. Toeni dhabihu za haki. Manake pale ambapo kuna mtu alikuwa anapoteza haki yake, alipokutana na wewe akaipata haki yake, ulikuwa sababu ya mtu kupata haki yake. Labda ni mahakamani, labda ni polisi, labda ni kwenye ofisi za umma, au ni kwenye taasisi yoyote ile, na kuna mtu alikuwa anapoteza haki yake. Hata kwenye familia kuna watu wanazulumiwa haki zao kwenye familia, hasa wajane, yatima. Kwenye familia zetu hizi walikotakiwa kupata kimbilio ndio wanaumizwa. Baadhi ya watu wanaumiza sana ndugu zao. Sasa ukimtetea anayenyang'anywa haki yake na akaipata haki yake, ukafanya kitendo cha kutetea haki ya mtu, hiyo ni sadaka kubwa mbele za Bwana. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Uwe chanzo cha mtu kupata haki yake, na mbele za Mungu utakuwa umetoa dhabihu. Inaitwa dhabihu ya haki. Alafu kuna dhabihu ya unyenyekevu. Zaburi ya 51. Dhabihu ya unyenyekevu, ya kuvunjika, ya kupondeka. Utaona maandiko yanasema namna hii. Zaburi ya 51 mstari wa 17, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hata udharau. Kwa pale ambapo ilikuwa upambane iwe wewe, lakini ukasema okay, acha wafanye wengine, sio lazima nifanye mimi, ili mradi kusudi litatimia, acha wengine wafanye. Huu ni unyenyekevu. Mahali ambapo labda ilikuwa ujitetee, lakini moyoni ukasikia kwani issue nini bwana, ukaamua tu kunyamaza, ukaibeba ile gharama wewe mwenyewe, ukawaachia waendelee. Au ilikuwa ni mahali ambapo mmetofautiana lugha, mkavurugana, mkaumizana, na kila mtu akachukua njia yake. Wewe ukawa wa kwanza kunyenyekea na kumtafuta mtu na kupatanishwa naye na kurekebisha makosa yaliyofanyika na kuomba radhi. Hata kama wewe ndio mwenye haki, ukaamua tu bwana kutafuta amani, bwana ngoja basi mimi niwe wa kwanza kushuka na kunyenyekea. Hiyo mbele za Bwana ni sadaka kubwa sana utakuwa umeitoa. Alafu kuna sadaka ya mwili. Utaiona kwenye Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Sadaka ya mwili wako. Mwili huu ni sadaka pia. Unapoutoa kwa ajili ya Mungu, anasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu za haki mbele za Bwana. Itoeni miili yenu.
mahali ambapo labda ilikuwa ule, ukaamua kutokula, ninaingia kwenye maombi ya kufunga, ninafunga kula kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya sala, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya mambo yangu binafsi, kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya kazi ya Bwana, ninafunga na kuomba. Unakuwa umetoa mwili wako, umetoa chakula chako kuwa sadaka. Badala ya kula wewe, basi chakula kimetolewa kama sadaka, mwili unakuwa umetolewa kama sadaka, na Mungu anakuhesabia thawabu kubwa sana, na utendaji kazi wa mkono wake unafanyika kikubwa pia. Ila pia unapojinyima kufanya dhambi, ilikuwa ufanye dhambi, ilikuwa utukane mtu, ukazuia ulimi wako, ilikuwa uangalie jambo baya kwenye TV labda, kwenye simu labda, kwenye laptop labda, ukazuia macho yako, ulikuwa upige mtu labda kwa hasira, ukazuia mkono wako. Biblia inasema msitoe viungo vyenu, macho, midomo, mikono, msitoe viungo vyenu, hata mwili kwenye zinaa na uasherati, msitoe viungo vyenu kuwa silaha za dhambi na uovu, bali ziwe silaha za haki na utakatifu. Utaiona kwenye Warumi sura ya 6. Warumi 6. Unapojizuia kufanya uovu kwa mwili wako, na mwili wako ukafanya haki na utakatifu, unakuwa sadaka mbele za Bwana. Alafu kuna sadaka ya 6 ya usingizi. Ilikuwa ulale, lakini ukasema badala ya kulala masaa 6 nitalala masaa 4 au masaa 5 tu. Hii saa moja naamka usiku, ninakaa kwenye maombi. Unakuwa umetoa usingizi wako kuwa sadaka. Hiyo ya 6. Ya 7, kuna sadaka ya muda. Unatoa muda wako, unafanya jambo jema kanisani, unafanya jambo jema kwa yatima, unafanya jambo jema kwa mjane au kwa kuhani, nyumbani kwa mtumishi wa Mungu. Umetoa muda wako, lakini umevolunteer, umejitolea, umesafisha mabenchi, umefagia, umesafisha toilet kule, choo kile cha kanisani, umefundisha watoto wadogo, umeratibu kazi ofisini pale kwa mchungaji, umetoa muda wako kwenda kuratibu, kuorganize na kucoordinate mambo, alafu unaendelea na shughuli zako. Lakini unasema labda kwa muda fulani katika wiki nitajitolea. Ule muda ni sadaka. Yohana 12 mstari wa 26, Yesu anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Okay, halafu kuna sadaka ya mali. Sasa hiyo ndio somo langu ambao tumeona kwenye Mwanzo sura ya 4. Tumeona kwenye Mwanzo sura ya 4 Kaini na Abeli wanaleta mali. Tumeona kwenye Mwanzo sura ya 12 Ibrahimu anajenga madhabahu, anatoa mali. Pia unaweza ukaona kwenye Mwanzo sura ya 8. Hii lazima nikusomee. Mwanzo sura ya 8, sadaka ya mali. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 1. Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama waliokuwa pamoja naye katika safina. Baada ya ile mvua ya siku 40 mchana na usiku, Mungu akaistopisha ile mvua na maji yakachukua muda mrefu kuteremka. Nadhani siku 40 zingine waliendelea tu kukaa kwenye maji yakiwa yanapotea polepole, na Biblia inasema Mungu akaleta upepo akaharakisha maji kuondoka duniani. Alafu baadaye Nuhu akaruhusiwa kutoka. Sasa utaiona kwenye mstari wa 20 kwenda mstari wa 22, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi, katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mnyama, ndege safi. Kachukua njiwa kwa mfano, kachukua kuku, bata kwa mfano, na wanyama labda kondoo, mbuzi, kila mnyama aliye safi, maana yake anayeliwa na mwanadamu, akamtoa kwa dhabihu, akatoa sadaka ya mali. Mstari wa 21, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani tena nchi baada ya haya kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya haya kila kilicho hai, sitakipiga kama nilivyofanya
Mstari 22. Muda nchi idumupo. Sikiliza sasa. Majira ya kupanda na majira ya kuvuna hayatakoma. Muda nchi idumupo, majira ya baridi na majira ya hari, yani kiangazi, hayatakoma. Muda nchi idumupo, wakati wa kaskazini, yani upepo wa kaskazini na upepo wa kusini hautakoma. Muda nchi idumupo, mchana na usiku hautakoma. Kwa hiyo Mungu akafunga sheria ya ardhi, sheria ya nchi na sheria ya majira. Kuna umapacha kati ya mbingu na nchi. Kuna umapacha kati ya ardhi na anga ambalo limebeba majira. Kuna umapacha. Kwa hiyo unaona Mungu akafunga pale umapacha. Nitakufundisha siku nyingine somo la maombi ya majira. Oh, very important. Muhimu sana. Sana maombi ya majira. Si wengi tunajua. Na endelea kufuatilia. Endelea kufuatilia. Kwa hiyo nilichotaka uone hapa ni kwamba dhabihu aliyoitoa Nuhu ili reset. Mungu alitumia sadaka ya Nuhu kureset, kupanga upya majira, kwa sababu Mungu alipofuta kila kiumbe juu ya nchi alireadjust, alirekebisha pia majira. Na mlango aliotumia ni kumwongoza Nuhu kutoa dhabihu. Baada ya dhabihu ya Nuhu na Mungu akaifurahia ile dhabihu, Biblia inasema ndio akatamka neno la kureset majira, kurekebisha majira na nyakati. Tajifunza huko mbele namna Mungu anavyorekebisha majira. Tutakapoanza maombi ya mwezi wa kwanza, maombi ya mwezi wa kwanza, maombi ya majira mapya, nitagusia hiyo point, ili yale yaliyovurugika kwenye maisha yako kwenye msimu uliopita yaweze kupangwa upya na kufanikiwa kwenye msimu ujao. Na kanuni moja hapo, lazima majira yawe reset, yabadilishwe. La sivyo, yasipobadilishwa juu yako, kitu kile kile kilichotokea msimu uliopita kitatokea tena msimu ujao. Sasa ili kuvuruga historia mbaya na kuweka historia mpya ya baraka, ya ushindi na mafanikio, lazima Mungu reset majira. Na moja ya kanuni anayoitumia ni utoaji wa sadaka, ni utoaji wako wa sadaka. Kwa hiyo andaa sadaka maalum ambayo utamshukuru Mungu kwa ajili ya majira yaliyopita na utatabiri juu ya majira yajayo, ili Mungu aweze kuingilia na kupanga upya hatua zako, kurekebisha hatua zako, kurekebisha majira yako yaliyopewa maisha yako katika msimu unaofuata. Sadaka ni kipengele muhimu sana. Kutabiri ni kipengele muhimu sana. Lakini maombi yako ya kutabiri yasindikizwe na dhabihu. Mungu atakuongoza mahali pa kuipeleka, kwa kuhani wako kwa mfano, au madhabahuni pale unakosali, au kwa yatima, au kwa mjane, au kwa mtu maskini kabisa. Unajua ana shida sana huyu ndugu, fukara kabisa, maskini, hana namna. Wengine ni wagonjwa, wameshatumia hela sana kwenye matibabu. Ukisapoti mtu kama huyo, muhitaji, yani muhitaji, anaweza siwe yatima, anaweza siwe mjane, anaweza siwe kuhani, lakini ni mtu muhitaji kweli kweli, na mchango wako utamsaidia sana, hata kama sio kila kitu, lakini utamsogeza. Basi hiyo ni sadaka, na hilo ni eneo zuri sana la kutoa sadaka. Au kwenye kazi ya Bwana, unasikia kuna kongamano pale, kuna mkutano pale, kuna uinjilisti unaendelea pale, kuna ujenzi wa nyumba ya Bwana pale, au kituo cha watoto yatima pale, unatoa sadaka. Kwenye kazi ya Bwana ni eneo jingine zuri la kutoa sadaka. Halafu kwenye maisha ya mtumishi wa Mungu mwingine ambaye sio kuhani wako, ni mtu ambaye unajua tu anaifanya kazi ya Mungu vizuri, anasafiri hapa na pale, support watu kama hao wanaoifanya kazi ya Mungu. Watumishi wengine ni fungu jingine la udongo mzuri wa kupanda
mbegu yako. Basi Mungu atakuongoza, lakini kikubwa hapa tunapomaliza pointi hizi ni pointi ya 7 ya dhabihu. Ili Mungu aweze kubariki mikakati yako, dhabihu ni muhimu. Mungu aweze kurekebisha majira yako, dhabihu ni muhimu. Dhabihu ni kanuni ya kiroho, sio mchango. Sio mchango. Kwanza ni kanuni ya kiroho inayoingilia majira yetu na mafanikio ya majira yetu. Tumeona hiyo kwenye Mwanzo sura ya 4 kwa habari ya Kain. Na hao wengine wote, Nuhu, Ibrahim, mifano iko mingi, lakini hiyo michache itoshe kusiliba pointi hii vizuri ndani ya moyo wako. Nataka nimshukuru Mungu sana kwa ajili yako, kwa kuwa mfuatiliaji wa kipindi hiki. Namshukuru Mungu ambaye amenipa neema hiyo ya kuleta ujumbe huu kwa watu wa Mungu wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha, kila dini, kila dhehebu. Namshukuru Mungu sana kwa kipawa alichonipa na neema alionipa ya kuona vitu kwenye maandiko na kuvileta kwetu kwa lugha nyepesi. Na washukuru wale wote mnaotuombea. Tukigeuka na kuangalia nyuma mwaka 2025, tukigeuka na kuangalia nyuma maisha yetu ya nyuma na misimu iliyopita ambayo Mungu ametupa neema ya kulitumikia kusudi lake duniani, tunawaona watu waliojitoa sana kwa ajili yetu, maana walithamini kipawa na utumishi ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Mungu awabariki sana sana. Mmetusupport, tumeenda vijijini, mmeona kwenye mitandao ya kijamii, tumeenda vijijini Kigoma, Lindi, tumeenda vijijini sehemu mbalimbali, Ukerewe kule wilayani, na mahali pengine mwaka ujao pia tunakwenda tena Lindi, Mtwara na maeneo mengine ambayo Mungu atatupa kwenda kuwa support, kwenda kuwa msaada, kwenda kuwa nguvu, kwenda kuwa baraka kwa watu wa kule. Na nyinyi ndio mmetuwezesha. Hata wiki iliyopita tu nimepokea nguo nyingi na maviatu kwa ajili ya watu wa kijijini. Kwa hiyo na wewe una nguo, una viatu ambavyo ungependa vimsaidie mtu mwingine, basi unaweza ukawasiliana na sisi. Tunapeleka vyakula, tunapeleka viti kwenye makanisa. Kuna makanisa tumekwenda, tumekuta vibenchi vidogo vidogo, na kuna watu waliona zile picha wakatuma sadaka zao, tukasaidia kuweka viti kwenye makanisa. Kuna watu waliona picha ya kanisa ambalo tulienda kule Lindi, wilaya ya Liwale, wakachangamkia, wakaliinua lile kanisa kwa matofali, wakalipiga na bati. Ninyi ndio mliotuwezesha. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na sisi. Nimeweka namba yetu hapo chini kwa ajili ya kupokea sadaka mbalimbali kwa ajili ya kusupport kipindi hiki, lakini pia kwa ajili ya kazi za misioni tunazozifanya maeneo ya vijijini. Mungu awabariki sana 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 wote ambao mmesimama pamoja na sisi katika wito huu. Niwashukuru na wale mliotuombea na ambao mnaendelea kutuombea. Msiache kututaja mbele za Bwana, hata kama ni kwa dakika chache. Tutaje mbele za Bwana ili neema ya Mungu isipungue juu yetu, bali iongezeke, tuzidi kuimarika katika utumishi ambao Bwana ametuitia. Sisi tuko kwa ajili ya mwili wa Kristo, kwa ajili ya kanisa la Yesu, tuko kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hatuko kwa ajili ya dhehebu lolote. Hatufanyi kazi kwa ajili ya dini au dhehebu lolote lile. Tunafanya kazi kwa ajili ya mwili wa Yesu wote, kanisa la Yesu lote, ufalme wa Mungu duniani. Kwa tunafanya kazi na makanisa mengi. Sisi ni interdenominational. Huduma yetu Christ Rabboni Ministries ni huduma interdenominational, inaingiliana na madhehebu mbalimbali. Tunafanya kazi na madhehebu mbalimbali wanaoona kwamba tunaweza kuwa baraka kwao. Mungu akitupa kibali, tunakwenda kuweka mchango fulani mzuri kwenye maisha yao na kwenye kazi ya Mungu pale. Kwa tunawashukuru wote ambao mmeungana na sisi kwenye maono haya ya kujenga mwili wa Kristo, kujenga ufalme wa Mungu. Sio dhehebu lolote, kujenga ufalme wa Mungu. Na wengine mmetusupport kwa sadaka. Mungu awabariki sana. Wengine mmetusupport hata kwa ushauri tu na utaalamu. Tunawashukuru. Hizo zote ni sadaka na ni dhabihu mbele za Bwana. Na wengine mmecopy tu link na kuzisambaza kwa watu wengine. Hiyo nayo ni sadaka.
umesababisha mtu mwingine kupata maarifa ya neno la Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha, atakukumbuka kwa sababu hiyo. Na Bwana azikumbuke dhabihu zetu wote katika jina la Yesu. Basi tuendelee na maombi. Sisi tuko kwenye maombi, na nyinyi endeleeni na maombi. Na nimekupa miongozo kadhaa tu, na mengine ambayo Roho Mungu atakupa, au wasikiliza watumishi wengine wa Mungu, wataongozwa na Mungu kukusaidia mambo ya muhimu ya kufanya katika msimu kama huu, tunapomaliza mwaka na kuingia mwaka mwingine. Nikutakie baraka za Bwana katika Disemba hii, iwe ya baraka, iwe ya furaha kwako. Nikutakie baraka za Bwana katika mwaka mpya unaokuja. Nikutakie baraka za Bwana katika msimu unaoendea. Mungu awe chanzo cha mafanikio yako. Nakutakia Disemba yenye baraka. Nakutakia Disemba yenye amani. Nakutakia Disemba yenye furaha. Na Mungu akupe furaha iliyodumu mwaka huu tunapoumaliza katika jina la Bwana. Na Mungu akupe kumaliza mwaka huu vizuri, wewe na nyumba yako, wewe na familia yako, na wale uwapendao, katika jina la Bwana Mungu wa majeshi naomba na kushukuru. Amen.